Haya, Bwana asifiwe sana. Nashukuru Yesu kwa sababu ya kuniokoa na kunipa uzima wa milele ambao ndio kitu cha muhimu na kitu cha maana katika maisha ya kila mwanadamu. Kumbuka maandiko yanasema kwa kitabu cha Colossians ya kwamba na tuweke hazina yetu mahali ambapo haiwezi kuharibika. Yaani utajiri wetu mwingi tuweze kuweka mbinguni na si hapa duniani. Maana inasema kwamba unaweza kuweka mali yako hapa duniani na ikaweza kupata uharibifu, lakini tunapoweka aseti zetu zingine pale mbinguni itaweza kutusaidia katika maisha yetu ya baadaye. Na kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya kunijalia kuwa na the gift of salvation, na ninasema ni kwa neema, maana maandiko yanasema tumeokolewa kwa neema, si kwa sababu ya nguvu zetu. Na ninashukuru Bwana kwa pia kunijalia kuwa katika mlima huu. Nimekuwa katika mlima huu kutoka asubuhi. Nimekuwa nikitafuta uso wa Bwana, maana maandiko yanatuambia kwamba tutafute uso wake. Actually inasema nitafuteni maadamu nipatikanapo. Nikumaanisha kuna wakati ambapo Mungu anapatikana, kuna wakati mwingine utamtafuta mkose. Na mimi kwangu nimeamua nitafute uso wake. Ni vizuri kutafuta uso wake Mungu katika ukweli. Mambo kidogo tu nilikuwa nataka tuweze kuzungumza kidogo tu ambayo Mungu ameniwezesha na ananijalia tuweze kuyanena, ni kuhusu nchi, amani kuwa katika nchi. Na kwa nini nchi inaweza kuwa na amani na kwa nini nchi inaweza kuomboleza. Kuna vitu mbili ambazo hufanyika katika kila nchi. Nchi inaweza kuwa na amani na nchi inaweza kuwa katika kuomboleza. Na niseme ya kwamba kuna vitu mbili ambazo zinaweza kusababisha mambo haya mawili kufanyika, amani au kuomboleza. Number one, nchi inaweza kuomboleza ama kuwa na amani kwa sababu ya leadership, uongozi. The book of Proverbs, kuna mahali maandiko yanasema kwamba kiongozi mcha Mungu anapoongoza nchi huwa katika amani. Na kiongozi ambaye ni wicked leader, kiongozi ambaye ni sio mcha Mungu, ako na maovu, ako na ulafi, yani ako na mambo mingi si after Mungu, nchi itaomboleza. Na mara nyingi katika nchi za Afrika na mahali kwingi utakuta kwamba wakati ambapo nchi inakuwa na kiongozi mbaya, nchi huomboleza. Kama ile ilikuwa inaitwa Idi Amin Dada, Uganda. Watu walilia, watu waliomboleza, watu walikufa, alishika watu wengi viwete, anaweka kwa lori pale. Tiba anasema anaenda kuwapea msaada, watu wakakusanyika, wakaingia kwa ile lori, kwa zile malori mingi sana, na kaenda kawatupa kwa bahari huko, akasema nyinyi ndio mnafanya nchi yetu ikuwe na umaskini mwingi kwa sababu ya kuombaomba. That's a weekend leader katika nchi. Watu wanaomboleza. Na tena akasema wazungu wote waondoke katika nchi, investors wote akawafukuza. A weekend leader anaweza kufanya mambo ya kufanya nchi iweze kuomboleza na ikose amani kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo leadership inaweza kudetermine kama kutakuwa na amani ama watu wataweza kuomboleza. Number two, kile kinaweza kukufanya kukose kuwa na amani ama kuwe na amani. Kitu cha pili ni watu ambao ni watumishi wa Mungu, ambao ni wahubiri, ambao ni intercessors, ambao ni waokovu, ambao tunasema ni Wakristo, yani ambao Mungu ameweza kuwaweka mstari wa mbele pale kama kanisa. Kanisa likipotoka, nchi mzima itaanza pia kuangamia. Kwa nini nasema hivi? Kwa mfano ukiangalia katika kitabu cha Matthew chapter 16 and verses 19. Wacha tuanzie verse 18 na 19. Inasema hivi, and I also say unto you that you are a Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hate shall not prevail against it. Kuna kitu nataka tushike hapa. Nasema verse 19, and I will give you the keys of
the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth it will be loosed in heaven. Kumaanisha kwamba wakati kanisa, Kristo aliweza kujenga kanisa, aliwapatia funguo. Anasema nimekupatia funguo. Hii ni mamlaka ambayo anasema kwamba milango ya kuzimu haitaweza kufanya chochote kile, kwa sababu chochote utafunga hapa duniani, mbinguni kimefungwa. Chochote utafungua kitaweza kufunguliwa. This means ya kwamba kanisa tumepatiwa nguvu na uwezo, funguo. Tumepatiwa mamlaka ya dunia, ya nchi. Means wakati kanisa, sisi wahubiri, sisi intercessors, sisi ambao ni wa Kristo, wakati tutaanza kutapatapa, what will happen? Nchi mzima itaweza kupigwa kiboko. Nchi mzima itaweza kuomboleza. Na let me say this. Mungu anaweza kuwa amepatiana kiongozi mzuri, anaweza kuwa amepatiana good leaders, lakini kanisa likianza kupotoka, walio na funguo wakianza kuzitumia vibaya, wakianza kutumia zile funguo vibaya, waingiwe na kiburi, what will happen? Mungu ataanza kupiga kanisa, ataanza kupiga nchi, ataanza kupiga nchi. Na kupiga nchi anaipiga namna gani? Anaweka roho ingine ambayo si ile mzuri ndani ya leaders, viongozi. Yaani kila mahali kunakuwa sasa ni kubaya. Na sisi pale tutakaa pale tunalaumu viongozi, tunalaumu wale ambao wanatuongoza, lakini kumbe shida sio wao. Shida ni wale ambao wameitanishwa kwa jina la Mungu, ndio wameacha njia za Mungu na wakaanza kugeukia nini? Njia zao mbovu. Angalia katika 2 Chronicles chapter 7 and verse 14. What does the Bible says? 2 Chronicles chapter 7 and verses 14. Maandiko inasema hivi, ambayo it is a very common scripture that you know. Inasema, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal what? Their land. Listen to me. Mungu anasema, if my people who are called by my name, hii ni kanisa sasa, if my people are called by my name will humble themselves, watanyenyekea. Kwa nini Mungu anaanza na the word will humble themselves? Ni kumaanisha kwamba wameshaingiwa na kiburi. Walikuwa katika mwito mzuri, lakini wakaingiwa na kiburi. Mhubiri intercessor anaweza kuingiwa na kiburi? Yes. How? Wakati utasikia mhubiri akisema ya kwamba kanisa langu liko na watu 100, kanisa langu liko na watu 5,000, kanisa langu linatoa sadaka size kiasi hii. Wakati unaanza kusema kanisa langu, ujue umeanza kupotea. Kwa nini? Kanisa sio lako, kanisa ni la Kristo Yesu. Wakati Mungu amekupatia ile responsibility ya kukua mchungaji ama mhubiri ama intercessor yeyote ama mhubiri yeyote yule, tuseme it is a responsibility amekupatia, na amekupatia ile jukumu uweze kufanya kazi yake. We are the servants of God, we are not masters. Sisi ni wafanyikazi wa Mungu. Kwa hivyo wakati tunaanza kusema kanisa langu, wakati tunaanza kusema ya kwamba washirika wangu, umeanza kupotoka. Kiburi kimeshaingia. Na kiburi kikuingia, ndio Mungu anasema, if my people who are called by my name will humble themselves. Yani ushuke, utoke juu, ushuke sasa. Utoke kwa kiburi, uingie kwa kunyenyekea. Anasema hivi, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Turn from their wicked ways. Turudie, yani kama tutaweza kunyenyekea na tutafute uso wake na tutoke kwa njia zetu mbovu na tuanze kutafuta uso wake. Anasema ya kwamba then I will hear from heaven and will forgive what? Their sins, and then I will heal their land. Kwa hivyo nchi yetu ya Kenya haitaki mambo mingi, inataka sisi ambao tumeitanishwa kwa jina la Mungu tujiangalie, tuangalie njia zetu, tuangalie ni wapi tumekosea, ni wapi tumepotea, tugeukie Mungu. Tukigeukia Mungu
Kama ni viongozi tunaona uongozi wao ni mbaya, God has power, maana tuliwachagua wakiwa wazuri. Mungu ako na power ya kuwapatia roho nzuri ya kuwageuza waweze kutuongoza vizuri, maana God has power to control every spirit. I tell you, God has power to control every spirit. Yeye ndiye Mungu alikuwa na control Farao, ndiye Mungu alikuwa na control Pharaoh, ndiye Mungu ambaye alibadilisha Nebukadneza akakuwa na roho ya mnyama na baadaye akaibadilisha tena akakuwa na roho ya mwanadamu. So God has power to change. Mathayo imetuambia Yesu alipatia nani funguo? Kanisa funguo. Kwa hivyo ni sisi tumepatiwa funguo. Tukiweza kugeuka katika kurudia responsibilities zetu na tuachane na sarakasi na tuache na mambo mingi na vituko ambazo zinaonekana saa hizi kanisa ni kama halina ile umaarufu, haina ile kuogopa Mungu, yani imekuwa ni kama show off. Tukiacha zile vituko zote na tugeukie Mungu in seriousness, God will heal our land. So my brother and my sister, I'd like to request you and I also tuweze kutafuta uso wa Mungu, tutubu kwa wingi, tumwambia tusamehe, tuko tayari kuvua ile kiburi na tuweze kuwa na roho ya kunyenyekea, tutafute uso wake. And I tell you the truth, within a very short time nchi yetu itapona, watu wetu watapona, vijana watakufa na kila kitu itakuwa sawa. Why can't we do this? Tunaweza kufanya hivi, wewe na mimi tukiungana tu pekee, kila mtu mahali pake, mahali popote pale uko tu, just useme, ujiangalie tu, jiulize, na hii kuhubiri kwangu ninahubiri inampendeza Mungu? Mimi hasa ni intercessor, ile mambo ninafanya inapendeza Mungu? Ukishaona haipendezi Mungu, you have no two options, you have only one option. Turn. That's what the Bible says. Turn from your wicked ways and God will hear from heaven and will heal our land, na tutaweza kuwa na nchi ambayo iko na amani. I tell you the truth. I tell you the truth. It is our time. Shalom, shalom. God bless you. God bless you as you start praying and confessing your sins unto God. It is well. Nchi yetu ni nchi ya amana, ni nchi ambayo inaenda mbali, ni nchi iko katika unabii ya kwamba ni nchi ambayo itakuweza kufanya mambo makubwa katika nyakati za mwisho. God bless you and God bless you and God empower you as you start doing this in Jesus' mighty name.